Ninamshukuru Mungu lipo somo moja tu ambalo tunaanza nalo mwaka. Haleluya. Kitu kinaitwa upendo. Mwambie jirani yako upendo. Hebu muulize jirani yako, unajua upendo ni nini? Muulize kwa sauti. Kwani unamwogopa? Mgeukie muulize upendo ni nini? Upendo ni nini? Muulize jirani yako vizuri. Je, upendo ni nini? Upendo ni nini? Wako watu wanajua kupendana ni kusalimiana na kuchekeshana. Haleluya. Amen. Lakini upo upendo wa Yesu na upo upendo wa binadamu. Haleluya. Amen. Huu upendo wa Yesu hakika haufanani na upendo wa mwanadamu. Unaweza ukatengwa na kila mtu, lakini Yesu ukashangaa Mungu mwenyewe anakukubali. Lakini ukipita watu wote wanakushangaa, wanaona huyu hadisabu upendo. Lakini Mungu anaruhusu upendo, kwa maana upendo kwanza ni karama, ni matunda yale 9 ya Roho Mtakatifu. Upendo ni kiungo, kiko hapo ndani. Haleluya. Ukitoa upendo kwenye zile matunda 9 za Roho Mtakatifu, tukiangalia katika zile amri 10 za Mungu, upendo ni kitu cha kwanza Mungu alisisitiza sana kwa wanaomwamini. Haleluya. Alisema mpende jirani yako kuliko nafsi yako wewe mwenyewe. Haleluya. Yupo anayempenda jirani yake hapa mpaka anashangaa. Nani anampenda? Bado, kwa sababu hatuna upendo. Haleluya. Hii mwaka ya 2026 nimemwambia Mungu leo ninatamani nianze na upendo. Kama kulikuwa na chembe za chuki ndani yangu, Mungu natamani uzieke mbali na mimi. Haleluya. Kwa sababu chuki ni kitu unakikuza mwenyewe. Leo naweza kuwa ninamwangalia kakaangu hapa, namwangalia naona jinsi alivyofaa, namchukia. Kwa sababu chuki ni roho. Haleluya. Na upendo pia ni roho. Ukimpenda mtu, kuna watu wanakupenda wakati una kitu. Haleluya. Nani ashaipitia hapo ka season? Haleluya. Nani ashaipitia huo msimu wa kupendwa wakati una kitu? Lakini kitu kilipoisha mpendwa, ulichukiwa mpaka aliyekuwa nakupenda ukajiuliza, je, nishaionana na huyu mtu kweli? Lakini sio tatizo, ni kwamba ni upendo uliishi. Huo upendo ulikuwa wa msimu. Ulikuwa ni upendo ambao hauna Mungu ndani yake. Haleluya. Lakini aliyekupenda wakati unacho, hata ulipokosa alikupenda. Haleluya. Alikuheshimu na alikuthamini hata kama ulikosa. Wapo watu wengine wanakuja kwenye maisha yako sio kwa sababu wanakuhitaji, kwa sababu wanahitaji ulicho nacho. Na sio mali tu, sizungumzii fedha tu. Wapo wanaotumwa na adui kutokana na kitu ulicho nacho ndani yako. Haleluya. Unakuta mtu mwingine anakuja hapa, anaanza akitazama, anaona wacheza vyombo, moyo unamuuma. Anajifanya anaanza upendo na Faida, labda anaanza mwambia Faida, twende kanisani kwetu, ukipiga kule hakika utapata labda fedha nyingi. Lakini labda Faida yuko hapa kwa ajili ya kumtumikia Mungu, sio kwa sababu ya faida, sio kwa sababu ya fedha. Amempenda huyu Mungu akaamua kutoa muda wake, kutoa maisha yake, kutoa muda wake wa kazi, anatenga kazi na anatenga nafasi yake kwa Mungu. Haleluya. Je, unampenda mwenzako? Hapana, bado sijasikia. Unampenda mwenzako? Kuanzia leo, sema kuanzia leo. Mungu niumbie moyo safi. Nahitaji upendo uingie ndani yangu. Ninaondoa roho ya chuki. Roho iliyoachiliwa ndani yangu, chuki ikatawala. Niumbie upendo Mungu. Tuangalie kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4. Mwinjini, naomba unisomee Wakorintho wa kwanza 13 sura ya 4. Tuangalie upendo ni nini. Wakorintho wa kwanza 13 sura ya 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na
mstari wa 4. Neno la Mungu linasema upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni. Mstari wa 5 anasema haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni chungu, hauhesabu mabaya. Na mstari wa 6 anasema haufurahii udhalimu, bali hufurahia pamoja na kweli. Amen. Amina. Haleluya. Ukiangalia jinsi wa Korintho, waraka wa Korintho ambao uliandikwa na Paulo. Paulo ni mtume ambaye ameandika vitabu vingi sana vya waraka vya kutuma kwenye makanisa. Kwa sababu upendo ni hali ya moyo isiyo na uchungu na kinyongo na chuki dhidi ya watu wanaokuzunguka. Haleluya. Upendo ni hali ya moyo usio na uchungu, kinyongo, chuki kwa mtu anayekuzunguka ama kwa mtu wa karibu na wewe. Na pia upendo ni kitendo, kinaonyesha hisia za tofauti na za ndani ya mtu mwingine. Yaani upendo ni hisia ya tofauti, kwa sababu hauwezi kumpenda mtu bila hisia. Lazima kwanza hisia ziwepo ili umpende mtu. Hizo hisia unakaa unazitafuta. Nahisi nampenda Moze sana, ninampenda Anje, mimi ni mama. Na unasema nampenda Moze, wengine wanaweza watafakari vibaya. Ni hisia. Yaani lazima upendo wenyewe ukae chini utafute. Kumpenda mtu ni kujitafuta kwa ndani kabisa. Huwezi jidanganya unampenda mtu kwa kumwambia tu ninakupenda. Hapana. Ni mpaka ule upendo uambatane na vitendo. Ninampenda fulani, kila nikikutana naye nikimsalimu, moyo wangu unahisi furaha, unahisi amani. Haleluya. Unapompenda mtu usikuwe na kipimo. Kuna watu wanapenda mtu kwa kipimo. Ninampenda hii wiki, halafu next week tukikutana kwenye kikoba ninamchukia. Kwa nini? Alisahau kurudisha rejesho. Sio alisahau, saa nyingine alikosa. Haleluya. Hapo unaweka chuki, lakini wewe unasema ninampenda fulani, lakini kwa sababu alichelewa labda kurejesha, unaanza kumpandishia chuki. Haleluya. Upendo ni hisia ya tofauti sana. Ukikaa chini, unawezaje kumwambia Mungu unampenda ili hali haumpendi uliye karibu na yeye? Lazima kwanza ujifundishe kumpenda uliye karibu naye ili umwambie Mungu ninakupenda. Haleluya. Tuache haya mambo ya juujuu kwamba Mungu ninakupenda. Ninakupenda Mungu kwa moyo wangu wote, lakini hakuna uliye karibu naye. Hebu leo kaa chini, tafakari. Haya, hivi tunapoendelea kufundishana, kaa chini, tafakari. Je, unampenda Mungu? Unampenda jirani yako? Kwa sababu hapa tulipo sisi ni familia. Haleluya. Na tukiwa familia hivi lazima tupendane. Endapo mimi namchukia yule ama yule anamchukia yule, hapana upendo ndani ya hiyo familia. Haleluya. Wanapendwa. Haleluya. Huu mwaka wa 2026 ninatamani upendo, na tuonyeshane upendo kwa kumaanisha. Haleluya. Tutaanza kupendana. Nani anaahidi kuanzia leo kuanza kupenda mwenzake? Na kumpenda sio kumpenda tu, kuanza kumfuatilia. Mwenzangu tumeambiwa tufunge, yuko wapi? Unamtafuta kwa simu. Mbona sijakuona kanisani? Mbona sijakuona ibadani? Mbona sijakuona Jumatano? Huo ndio upendo sasa. Wacheni kupendana waimbaji tu. Hiyo ni kundi moja. Wengine wanaopendana wamama tu, wanaotoka upande huku majuu. Hapana. Lazima tupendane wote. Jua anayetoka kushoto, anayetoka pande hii, anayetoka pande hii, wote tupendane. Haleluya. Itafika wakati tutaanza kutembeleana. Amina. Lazima tuanze kutembeleana. Hiyo ni lazima, ruhusa itoke kwa Baba. Haleluya. Tuanze kujuliana hali. Isikuwe
Kuna mtu anakujaga kanisani lakini sasa hivi hakuji kwa sababu anaumwa. Nani ana hiyo taarifa? Washirika wapendwe. Haleluya, huo ndio upendo. Yupo mama anakuja hapa kanisani, aliniambia anaumwa sana na kuanzia aliruka mwaka na matatizo. Haleluya. Akaumwa, akalazwa hospitali, alinitafuta jana. Lakini kwa sababu na nimshirika, kuanzia tumeanza hapa ninamuonaga tu. Haleluya. Tuanze kutafutana, chukua namba ya mwenzako tu, haitajaza simu. Mwandikie meseji moja, mpendwa, Bwana Yesu asifiwe, upo mzima? Haleluya. Huo ndio upendo tunaoutafuta. Hatutaki upendo wa kusema ninakupenda kwa sababu ninacho, nikikosa ninakuacha. Haleluya. Kuna wakati unatakiwa kumwacha mtu. Ukiona unampenda na hapendeki, mwache, nenda kwa mwingine. Haleluya. Maana hii upendo safari nataka tuiforce. Tujuane sisi wenyewe kwa wenyewe tuliopo hapa kanisani. Haleluya. Unatangaza injili gani kama haujui mwenzako yuko wapi? Tunatangaza upendo wa namna gani? Tusomee kitabu cha Mathayo 22. Mathayo 22:36 hadi 40. Mathayo 22:36 mpaka 40. Mathayo 22 na mstari wa 36 hadi mstari ule wa 40. Neno la Mungu linasema, mwalimu katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Amen. Haleluya. Hiki kitabu cha Mathayo, hapa tulikuwa tumesema kwenye amri 10 za Mungu, upendo ni ya kwanza. Haleluya. Upendo ni ya mimi hapa nafundisha, hapa hatuhubiri. Ninaanza kuwaambia sasa hivi, mwanafunzi mmoja asimame atuelezee upendo kiundani. Atuelezee deeply upendo ni nini. Mmoja tu asimame atuelezee. Mimi sitachagua, atuelezee upendo kiundani ni nini. Kwa sababu hapa unaona wanafunzi wa Yesu walimuuliza Yesu. Maana mwalimu alikuwa ni Yesu kile kipindi na wanafunzi wake 12. Alimuuliza kwa habari ya upendo. Na yeye alimwambia cha kwanza kabisa ni upendo, na cha pili mpende jirani yako. Ilikuwa ni upendo, yote ni amri 10 za Mungu. Mwenye naomba utuelezee upendo ni nini kiundani. Wanafunzi hawa wamelala. Haleluya. Wanafunzi wazuri. Haleluya. Tujifundishe upendo. Acha tumsikilize mwinji anatueleza upendo ni nini. Halafu tutamsikiliza mchungaji wetu pale nyuma anatueleza upendo ni nini. Amen. Kwa muktadha wa somo kutoka kitabu cha Wakorintho ambacho ni kiini cha somo hili mchungaji analofundisha, inaonyesha kwamba upendo ni mamlaka ya Mungu iliyo ndani ya mtu, inayoonyesha kuthamini ama kujali kupita upeo. Kwa kitabu hiki inasema kwamba upendo hauhesabu mabaya. Yaani kwamba upendo kama uhesabu mabaya, maana yake ni mtu ambaye unamthamini ama ni kitu unachokithamini, hata kikikosea haoni yale makosa, kwa sababu upendo
ni thamani iliyo kuu ambayo iko ndani ya mtu, inayofuta makosa, haihesabu, inajali. Nasema ukisoma ile kitabu yote ya Wakorintho hiyo kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 10 utaona Wakorintho wa kwanza sura 13 ambao mchungaji amesoma kama kiini cha somo. Kwa hiyo upendo ni hali ya mamlaka ya Mungu iliyoko ndani ya mtu, inayompa kutoona ubaya, kuona wema kwa sababu ya upendo ambao. Na jambo la pili ambalo ninaona au upendo ni nini? Upendo ni msukumo wa kuthamini kingine zaidi ya wewe au zaidi ya hicho ulichonacho. Ni msukumo wa ndani unaothamini kingine, na unaweza kugulia mtu mwingine anaumwa, wewe unalia, wewe yeye hata anayeumwa hali. Maanake ni msukumo wa ndani ambao unathamini kingine zaidi. Ndio maana nasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa kama nafsi yako ukiguswa na mwiba unalia, maanake ndani yake ni kuthamini. Upendo tafsiri nyingine zinasema mthamini jirani yako au thamini mtu fulani, mthamini Mungu. Maanake upendo ni thamani ama kuthamini kingine kuliko wewe. Asante mchungaji. Amina, haleluya. Mmeelewa upendo ni nini? Mmeelewa? Tupeleke mtumishi wa Mungu Mike pale atueleze upendo ni nini kiundani, kwa sababu wewe na mimi tunajua upendo ni nini, lakini kuna ile kuijua deeply na maana yake zaidi. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakushukuru sana mchungaji kwa nafasi hii ya kuchangia kwa unyenyekevu mkubwa kwa somo hili la upendo. Upendo ni neno la Kigiriki lenye tafasiri ya neno kusogeza. Yaani tafasiri ni kwamba kusogeza, lakini tafasiri ya pili ambayo imeunganisha hilo neno ni kutoa. Neno upendo ina tafasiri hiyo, lakini pia nirudi katika Biblia hapa, kitabu hichi cha Mathayo 22 hii mstari wa 38. Wanafunzi wa Yesu walikaa wakamuuliza Yesu ya kwamba, mwalimu wa Torati, ni amri gani kuu ambayo tunapaswa sisi kuishika na kuiishi? Akawaambia ni amri ya pili. Amri hiyo ya pili ikawa inasema ya kwamba, akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hapa kuna mambo makuu matatu yamezungumziwa, na ndipo mahali ambapo upendo wa mwanadamu ambaye ana mwili wa damu na nyama unakaa. Kwanza kabisa amesema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa sababu upendo unaanzia kwenye moyo. Lakini cha pili akasema kwa roho yako yote. Maana yake nafsi ya mtu inatakiwa kuambatana na upendo. Ya tatu akasema kwa akili zako zote, kwa maana upendo unakaa pia kwenye ufahamu. Sasa hizi ni njia au ni mfereji mkuu ambao upendo unatoka kwa mwanadamu kwenda kwa mtu mwingine kwa kupitia hizi njia kuu tatu. Lakini nirudi kwenye Biblia nzima, neno upendo limeandikwa mara 92. Lakini kuna kitabu kimoja ambacho naomba nipitie hapo. Kitabu kinaitwa kitabu cha Wimbo Ulio Bora, sura ile ya 8 mstari wa 6. Biblia inasema, nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu.
kama mauti na wivu mkali kama ahera. Lakini ukiangalia mstari unaofuata wa 7 anasema maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo. Maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuuzamisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, angedharaulika kabisa. Hiyo ni tafasiri kwamba upendo unazidi mali, unazidi kila kitu kwenye moyo wa mwanadamu. Amen. Mungu wetu ni upendo, na Mungu hapendi kwa season. Mungu wetu akikupenda amemaanisha. Na wewe ukiwa tayari kupokea upendo wa Mungu, hakika lazima mambo yako yote yatanyooka. Haleluya. Maana Mungu hapendi sawa na binadamu. Mungu wetu hapendi kwa season, hapendi tu. Akisha kupenda amekupenda wewe na jinsi ulivyo na udhaifu wako wote na kila kitu cha kwako. Haleluya. Kuanzia leo ninatamani kila mmoja abadilishe mtazamo wake. Haleluya. Haleluya. Hii kupendana ni kazi. Mlizoea kupenda waume zenu tu na watoto wenu. Hiyo tuache. Haleluya. Lazima tujifundishe kupendana, yani tupendane sisi kwa sisi. Tupendane sisi wote. Haleluya. Kwa sababu Mungu ni pendo. Amina. Tumeimbiwa Mungu alinena na Musa hicho kiatu cha chuki, kiatu cha maneno, kiatu kinachosababisha tusisonge mbele. Lazima uvue viatu za 2025 na uvae viatu za 2026 ili baraka za Mungu ziwe juu yako. Haleluya. Mungu hakukosea. Anastasia na Rose Muhando wameimba vizuri sana. Wakasema viatu vya magonjwa vyote na kama ikimpendeza Mungu, ninatamani impendeze Mungu. Haleluya. Mwisho wa mwezi huu tuwe na mkesha wa kuanza mwaka. Bado hatujafanya mkesha. Haleluya. Tuanze kumwomba Mungu kibali kwa sababu ya mkesha wa mwanzo wa mwisho wa mwezi wa kwanza Januari. Haleluya. Mpo tayari? Ndio mwisho wa huu mwezi usimame uambie Mungu, kama nilikuwa mpenda chokochoko ninaivua. Haleluya. Kama mimi ni mpenda kusikiliza, kwanza jifundisheni kutokusikiliza maneno. Haleluya. Ili hicho kiatu kivue na kitoke kiende kwao. Ubaki wewe kama wewe. Haleluya. Ili upendo ukae, yani hii mwezi ukiisha, mwambie Mungu niumbie moyo mpya. Niumbie tabia mpya. Tabia ambazo nitaenda nazo huu mwaka wote. Walizoea ikifika mwezi wa 4 mimi ni wa matatizo tu. Walizoea ukifika mwezi wa 8 mimi ni wa kuumwa tu. Mpaka wamekuwekea tu season. Ni mwezi wa kudaiwa, ni mwezi wa kufungiwa nyumba, ni mwezi wa kuishiwa. Hapana, huu mwaka lazima tukatae. Haleluya. Tutaomba idhini kwa mchungaji wetu, ikipendeza aturuhusu tuwe na mkesha mwisho wa mwezi. Tupo tayari? Amesema hata kwa sababu hapendi. Mbona mweleze yuko pale anawasikiliza. Mpo tayari? Mkesha uwepo ama usiwepo? Uwepo. Tuko tayari kuvua matatizo? Tupo tayari tuanze upendo, tuanze mwaka na upendo na tumalize na upendo. Matatizo yetu yasiwe chanzo cha kumchukia mtu fulani. Tatizo ulilonalo lisikuwe chanzo ya kumchukia fulani na fulani na fulani. Wote unawakusanya kwenye moyo. Usiwafanye wao sababu ya chuki yako. Haleluya. Lazima tukatae hicho kiatu. Amen. Wimbo nimeupenda sana. Haleluya. Tukimalizia tutauimba. Haleluya. Naombeni tusimame juu, tumwambie Mungu abadilishe kila roho iliyopandwa ndani yetu, mapando mabaya yanayokaa katikati yetu, ambaye anaruhusu mimi nisimpende fulani. Chochote kinasababisha wewe usimpende mwenzako, ama chochote kinasababisha
kuendelea ni ngumu sana. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tunaanza kazi. Haleluya. Amen. Tunaanza kazi. Upo tayari?